Mambo vipi mtazamaji wa Kasako Media? Karibu sana kwenye Bongo Box, ni kipindi ambacho kinakuletea stories tofauti ambazo zinakuwa zimemake headlines kwenye mitandao ya kijamii kibongo bongo, si ndio bana? Na of course unakuwa na 24/7 Shacks bana, na kuletea story ambazo zimefanya vizuri kibongo bongo, ambazo zimezungumzwa sana kibongo bongo, zimefanya vizuri, zimemake headlines kwenye mitandao ya kijamii. 24/7 Shacks, na kwa niko hapa kwa ajili ya kukupa ule mchongo mzima ambao umekuwa umetikisa kibongo bongo, si ndio bana? Sasa tunafahamu kwamba tarehe 29 ya mwezi Novemba mwaka huu 2025 ilikuwa ni siku ya kikatiba kwa Watanzania wote, si ndio bana, kwenda kuchagua viongozi ambao tunawahitaji kwa mujibu wa katiba bana, si ndio? I mean kwenda kuwapigia kura kuanzia ngazi ya urais, udiwani pamoja na wabunge. Na of course tunamshukuru Mwenyezi Mungu tumepata rais ambaye kapigiwa kura na Watanzania, lakini pia tumepata wabunge ambao tumewachagua, umenielewa? Lakini pia tumewapata madiwani ambao tumewachagua kwa ajili ya kwenda kutuwakilisha vizuri kwenye serikali ya awamu ya 6. Na cha kumshukuru zaidi Mwenyezi Mungu ni kwamba tumefanikiwa kumpata rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na mzungumzia Daktari Samia Suluhu Hassan. Katika ile listi ya watu ambao wamegombania urais walikuwa ni of course watu walikuwa ni 17 ukimjumlisha pamoja na yeye rais Daktari Samia Suluhu Hassan, of course walikuwa ni 17, lakini katika 17 tumempata mmoja, tukotaka tupata kiongozi mmoja ambaye ataweza kuliongoza taifa la Tanzania. Na katika hao 17 tukabatika kumpata tena rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan. Sasa kwa niaba ya Kasako Media tutoe shukrani za dhati kwa serikali ya awamu ya 6 ya kumpongeza Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kupata wadhifa, kwa kupata WhatsApp wa kwenda kuiongoza tena Tanzania kwa miaka 5 ambayo iko mbele yetu, si ndio bana? Sasa story kubwa ambayo nataka nikuletee leo hii ni kuhusu wasanii bana, umeelewa? Kumekuwa na baadhi ya videos mbalimbali ambazo zilikuwa zikitrend kwenye mitandao ya kijamii mara baada ya uchaguzi kumalizika, umeelewa? Wasanii wengi wamejaribu kutuma video amini kutoa salamu za pole kwa baadhi ya Watanzania ambao walionyeshwa kuguswa na baadhi ya Watanzania wenzetu ambao walipoteza maisha na vitu kama hizo. Sasa of course hili swali mwagusa watu wengi sana, umeelewa? Kwa sababu wasanii wamejaribu kutoa salamu za pole kwenda kwa mashabiki zao kupitia issue ambayo imetokea wiki nyuma hapo nyuma, ambapo baadhi ya ndugu zetu ambao tuliwapoteza katika siku hiyo ya uchaguzi na vitu kama hizo bana, si ndio? Sasa baadhi ya wasanii wameonyesha reaction ya kusema kwamba ya kutoa pole kwa baadhi ya Watanzania ambao walipata kufiwa, wengine walijeruhiwa na vitu kama hizo. Sasa hii reaction imekuwa kwa wasanii tofauti, wasanii wengi tukizungumzia kama Diamond, kama Mario, umeelewa? Lakini kama Omerimpos, Paula, umeelewa? Harmonize, Alikiba na wasanii wengine kibao ambao of course kwa wingi wao, kwa umoja wao wamejaribu kutoa salamu za pole, kuwapa pole wale ambao wamepatwa na majeraha ama kuumia kwa namna moja ama nyingine, si ndio ba? Lakini pia ninapozungumzia wasanii manake ni wasanii wa Bongo Movie, moja na wasanii wa Bongo Flavor, lakini pia pamoja na wachekeshaji wetu wa wasanii ambao wanafanya tasnia kwenye upande ya uchekeshaji, umeelewa bana? Sasa kwa namna moja ama nyingine naweza nikasema kwamba reaction kwa Watanzania ama kwa mashabiki ambao wanajaribu kuwa support hawa wasanii kupitia kazi zao ambazo wanakuwa wanazifanya, reaction imekuja kwa utofauti kwa namna moja ama nyingine, kwa sababu mashabiki wengi wanajaribu kuchukizwa na kauli ambayo wanajaribu kuzitoa sasa hivi wasanii wetu za kutoa pole, kutokana na kwamba wanasema kwamba hiki chote ambacho kimetokea mlipaswa kukizungumzia maybe hata kabla hakijatokea na vitu kama hizo. Of course kila mtu na mawazo yake kuzungumza, lakini mimi naweza kusema kwamba kwa kitu ambacho wamekifanya wasanii ni issue ambayo ya kibinadamu ambapo imefanyika. Of course mwenzako akipata shida, akipata tatizo, huwezi kufurahia, lazima utatoa msimamo wako ambao wewe unahisi utakuwa ni sahihi, either ni kumpa pole ama na vitu kama hizo, umeelewa bana? Lakini sasa reaction kwa mashabiki ama kwa Tanzania imekuwa ni tofauti, kwamba mashabiki wamejaribu kuwajia juu sana baadhi ya wasanii, nikizungumzia kama Diamond. Of course watu wengi nimeona nikiangalia kule kwenye comment section kwenye page ya Diamond, of course watu wengi wamekuwa disappointed sana Diamond kwamba tutaki pole yako ambayo unajaribu kuitoa na vitu kama hizo. Wengine wakijaribu kusema kwamba tunakuunfollow, na the same imekuwa hivyo kwa wasanii wengine bana, si ndio? Sasa lakini pia nikaona post ambayo alikuja kuipost Ndaro, akasema kwamba unajua, anajaribu kuwahusia ama kutuambia ama kuwaambia wananchi kusema kwamba Ndaro akanasema kwamba unajua kitu ambacho Watanzania mnajaribu kukilaumu, mnashindwa kukielewa kwamba sisi pia ni wasanii, lakini mbali kuwa ni wasanii, lakini sisi pia ni raia kama nyinyi, si ndio bana? Ni raia kama nyinyi wa Tanzania, tuna haki ya
kuzungumza kama nyinyi mnavyozungumza, si umeelewa? Sisi wao hawajihusisha ama hawana namna yoyote ya kusema kwamba wako upande fulani ama upande fulani, umeelewa? Lakini reaction kwa Watanzania zimekuwa ziko juu zaidi, umeelewa? Niambie wewe mtazamo wako ni upi? Nafikiri ambacho nakizungumza unakielewa kutokana na ambacho kinaendelea kwenye mitandao ya kijamii na vitu kama hizo. Niambie reaction yako ni ipi, mtazamo wako ni upi juu ya hili swala, baadhi ya wasanii kukataliwa na mashabiki zao kupitia kazi zao ambazo wanakuwa wanazifanya. Hiyo ni story kubwa ambayo imemake headlines kwenye mtandao ya kijamii kibongo bongo, umeelewa? Of course hii ni Bongo Box ya Kasako Media, ulikuwa na mimi 24/7 Shacks. Tukutane tena siku nyingine, ciao. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.